ameipokea hadithi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema nilimsikia bwana mtume anasema kisa cha kuogopesha, hadithi ya kuogopya inayomtaja bwana mmoja anaitwa Masihi Dajjal. Na Dajjal katika lugha ya Kiarabu ni mubalagha ya kadhib, uongo mkubwa. Akisema Dajjal ni kadhib, na Dajjal kathirul kadhib. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة المسيح الدجال فرفع فيه وخفض. Yani katika hadithi yake hiyo bwana mtume alizungumza kwa muda mrefu sana mpaka nyoyo za sahaba zikaingia hofu kutokana na yale ambayo aliyazungumza katika kadhia ya Masihi Dajjal. Na hii ndio ilikuwa tabia yake mtume anapokutubia. Hata Ahmad Shauki anasema fa idha khatabta falilmanabir izzatun ta'ru an-nabiyata walilqulubi buka'u. Ulikuwa ukipanda mimbar ewe Rasulullah, basi nyoyo zinakwenda mbio na hofu zinaingia katika nyoyo na macho yanatoa machozi kutokana na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa ni khatibun mufawwaq ambaye yuwajjihu al-kalima min qalbin ila qalbin. Basi rafa wa khaffa, alikwenda juu sana akaenda chini sana, maneno anazungumza kwa urefu Rasulullah mpaka sahaba wakadhani ndio huyu Masihi Dajjal kisha ingia nini katika mji. Kwa jinsi mtume alivyokuwa akihadithia, hatta dhananna annahu bi ta'ifatin nakh, ndio kishaingia, ndio yuko just around the corner huyu Masihi Dajjal, kwa mujibu wa hii khitabu anayotuhadithia mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukamwambia Rasulullah, vipi hali hii? Akatufahamu mtume kwa ile hofu tulokuwa nayo. Faqala ma bikum, mtume akauliza mna nini? Kambia Rasulullah, dhakarta Masiha ad-Dajjal farafa'ta thumma khaffadta hatta dhanannahu bi ta'ifati an-nakhl. Ya Rasulullah, umemtaja Masihi ad-Dajjal, umetaja sana kwa urefu mpaka tumedhani ndio kishaingia mjini. Akamwambia ma akhwafani al-Masihu ad-Dajjal mithla ma akhwafani shay'un akhar, kuna kitu kingine kikubwa kinaniogopesha zaidi kuliko Masihi ad-Dajjal. Kuna jambo lingine kubwa ambalo limenifanya niwe na hofu juu yenu kuliko Masihi ad-Dajjal. Na rawi hadith alipozungumza habari hii, wale aliowazungumzia nao waliingiwa na hofu kama walivyoingiwa na hofu masahaba. Kwani mtume mara nyingi alikuwa akisikilizana akisema Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ya Rabbi, nakuomba niepushe fitna za kifo na fitna za uhai na fitna za Masihi ad-Dajjal. Niepushe ya Rabbi kupata mitihani kwa Masihi ad-Dajjal. Wama min nabiyyin, mtume anasema hakukutokea mtume yoyote katika mitume waliopita kabla yangu illa waqad andara ummatahu min fitnati al-Masih ad-Dajjal, ila mtume huyo aliwahi kuwahofisha watu wake kutokamana na fitna ya Masih ad-Dajjal. Ina maana kwa jinsi huyu bwana anaitwa Masih ad-Dajjal alivyokuwa mkorofi na mbaya, basi Nuhu alivyokuwa katika kiti cha ufalme na utume aliwatahadharisha watu wake kwamba yuko mtu anakuja, fitna kubwa inaitwa Masih ad-Dajjal. Na alokuja baada ya Nuhu mpaka Nabii Ibrahim mpaka Sayyidina Zakaria mpaka Yahya mpaka Isa,
wanawahofisha watu wao kutokamana na shari kubwa inaukabili ya Masihi Dajjal, na wanajua wazi kwamba Masihi Dajjal atatoka katika akhiri zaman, wakati wa utawala wa bwana mtume. Lakini kwa sababu tu ya hofu na ubaya wa hiki kiumbe na mtihani ambao Mungu ameuleta kwa huyu bwana, basi mtume yoyote alihadharisha umma wake. Sasa mtume wetu anawatahadharisha masahaba na kututahadharisha na sisi. Anawaambia msiogope, kuna kitu kikubwa zaidi ya hicho naogopa msije mkakifanya. Kitu gani hicho anaogopa mtume? Ria. Alikuwa anasema katika baadhi ya hadithi, akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirkul asghar. Kitu kikubwa ambacho nakiogopa kwa umma wangu wasije wakakifanya ni shirki ndogo. Qalu wa ma shirkul asghar ya rasul Allah, wakamuuliza ni ipi shirki ndogo? Bwana mtume akasema ar-riya, ni ria. Ria ndio shirki ndogo. Sasa msiogope tu Masihi Dajjal, kuna mambo mengine makubwa mimi naogopa. Ni mnayaona madogo lakini ni makubwa, ria. Na ukiona mtu anafanya ria, jua ana alama miongoni mwa alama za watu wanafiki. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mwenyezi Mungu anasema wale wanafiki wale wanamhadaa Mwenyezi Mungu, kumbe Mungu anawahadaa wao. Kwa sababu hufanya jambo wao kana kwamba wametaka radhi za Mungu, lakini lengo lao radhi za watu. Hufanya mambo kwamba wanamfanyia Mungu, lakini kumbe wanawafanyia watu. Sasa hivi wanamhadaa Mungu kwamba Mungu tunakufanyia wewe hili, lakini ndani ya nyoyo zao la tunamfanyia fulani. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Na Mwenyezi Mungu kumbe anawahadaa wao. Je, hadaa ni sifa ya Mungu? Hadaa si sifa ya Mungu. Lakini hii katika elimu ya balagha na lugha huitwa mumathala. Mumathala yani Mungu analipa kwa hadaa zao. Mmoja katika wanachuoni anasema watoto wake wanamuuliza nini? Tukupikie nini? Madha natbahu laka? Qala tbahu li jubbatan wa qamisa. Ndio mumathala. Tukupikie nini? Nipikieni joho na kanzu. Je, joho na kanzu linapikwa? La, mumathala. Kwa sababu wao wamesema tukupikie nini, yeye akataja kile kitu anachokitaka. Sasa Mungu ukisikia ana vitimbi, vitimbi sio tabia nzuri, lakini analipa watu kwa vitimbi. Ana hadaa Mwenyezi Mungu, hadaa sio sifa nzuri, lakini analipa kwa hadaa yao wanayomfanyia. Kwa hiyo innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. hii ndio sifa. Wakisimama kusali usimama kiuvivu uvivu, anapiga miayo mara 10 katika vivu ndani ya sala. Na anasimama huko anatamani imamu atamaliza saa ngapi. Imamu wa msikiti huu anapenda sifa kwa kweli. Imamu wa msikiti huu sura refu kwa kweli, kila siku anasoma. Kasoma nini? Araita alladhi yukadhibu bid-din. Asome tu qul wallahu ahad inna atainaka, najiona kahifadhi kwa kweli. Mpaka anahama msikiti kwa sababu eti imamu anasoma sura ndefu. Mudhabidhabina baina dhalika la ilaha haulai wala ilaha haula. Watu hawa wana sifa mbaya. Kwa hiyo mtume kaogopa kwamba si Masihi Dajjal tu, hata kuna jambo linaloitwa ria, na ogopa msije mkalifanya. Sasa wakamwambia Rasulullah, huyu Masihi Dajjal yuko vipi? Atakuwaje? Akamwambia sikilizeni, ma min khalqi adama ila qiyami saati, hakuna kutoka aumbwe Adamu mpaka kutakaposimama kiyama, amrun akbaru min Masihi Dajjal, jambo kubwa la mtihani kama mtihani wa Masihi Dajjal. Abda tokea kuumbwa kiyama, kuumbwa Adam mpaka kufika kwa kiyama, hakutokuwa na mtihani mzito kama mtihani wa kuleta Masihi Dajjal.
kwa sababu ni kiumbe atakuja. Mtume anampa wasifu wake, anamtaja wa huwa shabun qafaqun, ni kijana ambaye amekamilika umbo lake. Ukitaka kumjua Masihi Dajjal ni nani, ni kijana mujtami'ul khilqa, ameumbika vizuri, qafiyatul aini, jicho lake moja haoni. Tena kijana huyo atakuwa na mambo ya ajabu ambayo ni mtihani mkubwa. Amekamilika umbo lake, jicho lake moja haoni. Atakuja katika mahali kama hapa aseme ya samau amtiri, ewe mbingu nyesha maji, mawingu yaanze kutoa maji, mvua inyeshe. Ya amuru samaa fatumtir. Mungu amempa fitna hizo, ana uwezo wa kuamrisha mawingu yatoe maji na yanatoa. Akisema ya samau amtiri, lete maji, hawa watu wanataka maji hapa. Kwa sababu atakuwa na uwezo kiasi hicho kampa Mungu, atakuwa na watu wanaomfuata. Atatangaza uungu kwamba yeye ndiye Mungu anayeabudiwa. Atakuja ana pepo na moto, ana maji, ana adhabu, ana rehema. Yeyote atakayekuwa na mushkil kumuhusu yeye atamwambia mushkili wako nini. Kama wewe Mungu wangu kwa nini hufanyi kitu fulani, atamfanyia. Mimi ni fukara, mimi sina kitu, atamwambia wacha mbingu ilete maji upate mazao, upate mimea, upate chakula. Atamwambia mbingu lete maji, watu wa mji huu wamekaukiwa, kuna ukame, basi maji yanabubujika pale. Akishaondoka pale watu wote wamemkubali kama kweli yeye ni Mungu. Anaamrisha mbingu naleta maji, wa ya'muru al-ardha fatambut, anaamrisha ardhi inatoa mimea. Akisema toa sasa hivi tende, toa mtama, toa mchele, ardhi inamsikiliza anavyotaka yeye, ndivyo anavyofanya. Kisha ataiambia na ardhi toa kunuz, dhahab, luli, ilmasi, kila kitu chako kiko chini ya ardhi, toka. Anasema fatakhruju adh-dhahabu wal-fidda wal-laali, vitu vyote viko chini ya ardhi vinatoka, vinamfuata kaliasib, kama vile nyuki wanavyofuatana. Dhahabu, almasi, chini ya ardhi, mali zote zinatoka zinamfuata Masihi Dajjal kama nyuki wanavyofuata. Mtihani mkubwa atakuwa nao. Ukimwamini kama wewe, atakwambia ingia peponi. Ukiingia peponi, Mtume anasema ndio umeingia motoni kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu umemwamini. Ukimkufuru, atakwambia wewe utakwenda motoni. Ukiingia motoni kwake ndio umeingia peponi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakuwa bilaks. Kwa hiyo mimi ni Mungu niamini, ukamwamini, unakwenda peponi kwake ambako ni motoni kwa Mwenyezi Mungu. Ukisema sikuamini, atakwambia nenda motoni. Unaingia motoni kwake, unakwenda peponi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa watatoka baadhi ya vijana na watu ambao wana imani khalis, wamemtambua kwamba yeye ni nani. Wakikutana naye njiani, wale askari wake, walinzi wake watamuuliza, aina turidu, unakwenda wapi wewe? Akamwambia ila hadha ar-rajul, nakwenda kwa huyu mtu ambaye ametokezea. Tumesema yakhruju baina al-Iraq wa Sham, kuna njia, kuna mji unaitwa Asfahan kule Iran, ndio tatoka katika sehemu hiyo baina ya Iraq na Syria. Atakuwa na wafuasi, miongoni mwao Mayahudi. Atakuwa na jeshi linamwandama. Sasa ataambia ila aina turidu, unakwenda wapi? Akamwambia ila hadha ar-rajul, naenda kwa huyo mtu alladhi kharaja alaina, ambaye ametokezea. Atakuja huyo Waislamu, na ndio moja miongoni mwa ashratu saa, dalili za kiyama. Dalili za kiyama ziko nyingi, zipo zilizokuwa zimeshatokea, nyingine bado hazijatokea, kama hiyo ya Masihi Dajjal. Na Mtume sallallahu katahadharisha, akasema in kharaja hadha ar-rajul wa ana baina adhhur wa ana fikum fa ana ajijuhu,
ikiwa huyu bwana Mungu atamjalia atatoka sasa hivi na mimi niko pamoja naye, fa ana hajijuhu ana mani'uhu, basi mimi maadamu niko pamoja nanyi msiwe na wasiwasi, mimi haniwezi, mimi ndo mwenye kumzuia asifanye shari zake atakazozifanya. Kama Mungu atajalia atatoka sasa hivi Masihi Dajjal, basi msiwe na wasiwasi, fa ana hajijuhu. Mtume anawaambia sahaba, mimi ndo mwenye kumzuia. Fa in kharaja wa ana lastu ma'akum, lakini akija kama mimi sipo, fa kullu mri'in hajiju nafsi, kila mmoja atajua mwenye jinsi ya kujizuia. La ilaha illa Allah. Mtume hapo kishaondoka, na ndo kishaondoka mtume. Sasa Masihi Dajjal akija, kila mmoja atajijua mwenyewe. Akija kama nipo, fa ana hajiju, akija kama sipo, fa kullu mri'in hajiju nafsihi wallahu khalifati ala almu'minin. Mwenyezi Mungu atakuwa mtawala, atakuwa mlinzi kwa kila mwenye kuamini. Hapa kaomba dua mtume, hapa kaomba dua. Tazama mtume mapenzi yake makubwa kwa Waislamu. Akija kama mimi nipo, nitamzuia. Akija kama mimi sipo, kila mmoja atajizuia mwenyewe, lakini mimi naomba dua Mwenyezi Mungu awe khalifa na kiongozi, Mwenyezi Mungu awe mtawala, awe mlinzi wa kila Muislamu wakati atakapokuja Masihi Dajjal. Sallu ala nabii. Sisi tunampa zawadi bwana mtume ya kumsalia. Tunampa zawadi Sayyidina Rasulullah ya kumsalia, kwa sababu anasema man salla alayya salatan radda Allahu ilayya ruhi hatta rudda ilayhi salam. Atakayenisalia kuniombea rehema, na mimi Mwenyezi Mungu ananirudishia roho yangu nami namjibu. To man salla alayya salatan salla Allahu alayhi ashara, Mungu anamtakia rehema mara 10. Kwa hiyo mpe zawadi bwana mtume ya kumsalia mara kwa mara kwa mema ambayo anatufanyia bila ya sisi kujua wenyewe. Hata alipokwenda Mi'raj kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bwana mtume alisikia Mwenyezi Mungu anampa maamkizi mema, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Tena Mwenyezi Mungu anambia assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani iwe juu yako ewe mtume mtukufu wa daraja, na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na baraka zako. Mtume akajibu salamu. Sikiliza mtume alipojibu salamu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amani iwe juu yetu sote, sio mimi tu. Khitabu ilikuwa assalamu alayka ayuha an-nabiyyu, amani iwe juu yako wewe Muhammad mtume mtukufu. Yeye karibisha salamu, assalamu alaina, kwetu sote ya Rasulullah, ya Rabb, kwetu sote, sio mimi tu, kutoka Adam mpaka Isa. Assalamu alaina ay ma'ashara al-anbiya. Hapa amewakusanya ndugu zake wote mitume, anasema waingie katika salamu hii. Yuko yeye tu na Mwenyezi Mungu, habibun wa mahbubun kama tamma thalithun, kipenzi na mpenzi wake, hakuna watatu, Mungu na mtume tu hapa. Ilikuwa ni nafasi yake hapa ya kujiona bwana mtume, ilikuwa ni nafasi yake ya kujikumbatia mbele ya Mwenyezi Mungu na rehema zote kutaka ziwe juu yake peke yake, bali na watu wengine. Hapa asimkumbuke Adam wala Nuhu wala Idris wala Hud wala Saleh wala Isa, ajikumbuke mwenyewe. Lakini lam yakun ananiya wala hasidan wala haqidan, hakuwa mtume mchoyo wala mwenye hasadi wala bughd wala chuki katika moyo wake. Mungu anamwambia assalamu alayka ayuha an-nabiyyu, yeye anasema assalamu alaina ma'ashara al-anbiya. Ya Rabbi, amani iwe juu yetu sote mitume uliotutuma. Kisha hakuwasahau wengine ambao si mitume, wa ala ibadillahi salihin, amani vile vile iwaenee waja wote wa Mwenyezi Mungu waliowema huko, na kina sisi nao tunaingia hapo ndani. Alhamdulillah, mtume katukumbuka mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu, mtume katutaja mpaka mbele ya rafi samai bila amad. Mahaba yake kwetu
sisi mahaba yako wapi kwa mtume? Ya kumpenda mtume sisi yako wapi kama yeye katupenda kiasi hiki, katukumbuka wakati hatupo katika ulimwengu, hata haijapita wakati kwamba tutatokezea. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Hata wewe si kitu kabisa, mtume kisha kukumbuka zamani. Kama atakuja mmoja katika wafuasi wangu jina lake fulani ibn fulani, na huyo Mwenyezi Mungu usimsahau, wa ala ibadillahi salihin. Kwa hiyo in kharaja masihu ad-dajjal wa ana fikum fa ana hajijuhu, kama atakuja masihu ad-dajjal mimi nipo, msiwe na wasiwasi. Wa illa fa kullu mri'in hajiju nafsi, kama sipo kila mmoja atajijua mwenyewe jinsi ya kuprotect nafsi yake na masihu ad-dajjal. Wallaha as'al, na Mwenyezi Mungu ninamuomba an yakuna khalifa, awe ni mwenye kumtawala na kumhifadhi na kumchunga kulli mu'min, kila atakayeamini risala ya mtume Muhammad, Mungu atakuwa pamoja naye, hazitompata shari za masihi ad-dajjal. Sasa mmoja katika wafuasi wa mtume anatoka, mtume na hadithi yake, anaulizwa ila aina turidu, anasema ila hadha ar-rajul, naenda kwa huyu mtu ambaye katoka, anasema kwamba yeye ni Mungu. Atu'minu bi rabbina, watamuuliza unamwamini Mola wetu huyo? Fayaqulu la, huyu mwana atasema ni muamini, kwani Mola wangu mimi ana jicho moja? Huyo mnasema Mola wenu tafiyatul basar, jicho lake moja. Wa inna rabbi laysa bi'awar, Mola wangu mimi hana jicho moja, si muamini mimi. Watamkamata, watake kumuua, wataambizana laqad qala rabbukum la taqtulu ahadan amama, Bwana Mungu kasema tusiue mtu. Mungu yani huyo masihi ad-dajjal kasema tusimuue mtu mbele yake, mbona mnamuua? Mwacheni. Watamwacha, watamkamata, watampeleka mbele ya masihi ad-dajjal. Dajjal atamuuliza yule bwana, atu'minu bi, unaamini kwamba mimi ni Mungu wako? Fayaqulu la, ndio sikuamini kama wewe Mungu. Fayamuru bil minshar, ataamrisha msumeno uletwe. Utaleta msumeno, utawekwa ala ummi ra'sihi, katikati ya kichwa chake. Fayunsharu bil minshari nisfayn, akate vipande viwili na msumeno, kipande kianguke huko kingine. Kila mtu anaona kama vile mbao inayobasuliwa, lakini mara hii si mbao, mwili wa mwanadamu. Fayanshaqu nisfayn, apasuke vipande viwili, kimoja huku kimoja huku. Si uniamini wewe? Basi adabu yako hii. Watu wanatizama. Hayunadi, kisha anamuita baada ya kumpasua kama mbao, anamuita sasa, kumi ya fulani, simama. Kinakuja kipande hiki kinakamatana na kingine, anasimama, ananyanyuka, uso wake una nuru, anazungumza, anambia, je, atu'minu bi, utaniamini? Akasema laqad izdadtu basira, nimezidi imani, wallahi sikuamini kama wewe Mwenyezi Mungu. Fayamuru biqatli, anaamrisha tena, anapasuliwa mara ya pili, anapasuka kipande, kinaanguka kingine, kinaanguka huko. Watu wote wanatazama. Sasa walikuwa na imani dhaifu huko pembeni wanasema huyu atakuwa Mungu tu. Nani anaweza kuyafanya haya ambaye si Mungu? Kampasua kisha anamrudisha, anamsangalia, nimemuua alafu nimemuumba tena nimemrudisha. Watu wanasema tumekuamini kama wewe Mungu. Yule kijana akiamrisha niamini, anasema la mazdadtu illa basiratan ala basira, mimi nimezidi imani juu ya imani, wala wewe si Mungu wala si chochote, wewe mtihani tu kwetu. Mtume alikuhadithia sisi kama wewe utakuja. Vijana hao walikuwa na imani thabit. Allahumma thabbitna bil qawli thabit. Mwisho Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaonyesha maajabu yake. Sasa anamjalia yule kijana anakuwa mgumu kama chuma, anataka kumpasua tena kwa msumeno ule, anashindwa hapa suti, anataka kumchana ataniki. Watu wanatizama, anasema iqdhifuhu fi an-nar, mtieni motoni. Fayuqdhafu fi an-nar, anatiwa motoni, kumbe ndo anaingia peponi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii inanikumbusha hadithi ya Habibuna an-Najjar. Jaa rajulun min aqsa al-madinati yas'a,
قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وكمولذ أصبعت قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Wakachukua msumeno wakampasua Habibuna Najjar miaka 70 kaabudu masanamu kisha akachange akamwabudu Mwenyezi Mungu miaka 70 mingine. Anasema amantu bi rabbikum fasma'un, tutakupasua tuamini sisi, acha dini yao. Akasema abadan sirudi nyuma. Wakamchana kwa msumeno nusu mbili akafa Habibuna Najjar. Kamera ya Qur'ani imeondoka kwa Habib Najjar imefika mpaka kaburini kwa Habib Najjar, inachukua filamu iliyokuwepo kule kaburini. Qila dukhulil janna, Mungu anamwambia ingia peponi, ingia peponi. Qala alipona neema za peponi akasema ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ya reti ingekuwa watu wangu walionipasua kwa msumeno wangeyaona haya mema ya peponi, ya reti wangeyaona haya mazuri ninayopewa na Mola wangu. Bima ghafara li rabbi, amenisamehe Mola wangu madhambi yangu, waj'alani minal mukramin, amenijalia mmoja katika watu waliokirimiwa. Basi anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam faman adrakahu minkum, yeyote miongoni mwenu atakayekuja kukutana na Masihi Dajjal falyaqra alayhi fawatiha suratul kahfi, basi amsomee mwanzo wa suratul kahfi. Suratul kahfi ni dawa ya kuepusha na mtihani wa Masihi Dajjal. Kama atatokezea kisa hii Masihi Dajjal, wangapi tunahifadhi suratul kahfi? Aya 10 tu za mwanzo. Kama hatuhifadhi si mtihani huo. Sasa hivi tuseme mmoja hapa atusomee fawati suratul kahfi. Tunasikia hapo msikitini kishafika Masihi Dajjal wa ma'ahu jannatuhu wa naru, ana pepo yake na moto wake. Atakayetoka hapo tayari anakamata, huna ila. Sasa mtume anasema dawa yake usome suratul kahf. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن آيكم إذا سورة الكهف. Na suratul kahfi ni mubaraka, miongoni mwa sura zinazosomwa katika siku ya Ijumaa. Lakini ya lalasaf kwa ummati Muhammad, mtume analalamika anasema inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, hakika umma wamehama Qur'an, wameihama. Kuhama maana yake ni mahali ambapo wewe hurudi tena. Mbona sikuoni pale mtaani siku hizi? Nimehama.
Ndio Qur'ani tulivyoifanya. Ile nyumba yako siku hizi mbona inaanguka? Nimehama na nyumba nyingine siku hizi. Na Qur'ani nayo tumefanya nini? Tumeihama. Sasa mtume anasema atakayekuja Masihi Dajjal mbele yake, falyaqra alayhi suratul kahfi, amsomee mwanzo wa suratul kahf. Na ndani ya sura hii kuna mambo mazito na makubwa. Mayahudi walikuwa kimkebehi mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimwambia wewe si mtume, unataka ulwa tu. Lakini walikuwa wanajua hakika kwamba Muhammad ni mtume. Ndio maana wakafanya njama mara nyingi za kumuua. Ilikuwa wanadhani kwamba mtume atakuwa Yahudi, lakini alipokuwa mtume ni miongoni mwa makabila ya Kiarabu, wakasema hatumfuati maadamu hayuko katika nasaba yetu. Sasa wakatafuta njia za kummaliza. Siku nyingine walimualika, ngambia Muhammad, tuna chakula, tuna watu kidogo, tunataka uje. Muhammad akiitwa mahali popote anakuja, kwa hiyo mualikeni. Siku atakapokuja mimi nitapanda juu ya nyumba na jiwe kubwa, akiwa amekaa pamoja na watu, nitalidondosha juu ya kichwa chake tummalize. Njama za kummaliza Muhammad. Basi mtume amealikwa, akachukua joho lake na juba lake, akaondoka mtume SAW anafuata mwito. Alipofika njiani, Sayyidina Jibril akamwambia Muhammad, wamepanga njama kwamba wewe ukifika pale mmoja wao atapanda juu ya nyumba kuangushie jiwe akumalize. Mtume akageuza njia akarudi. Wanaulizana, mbona unarudi Muhammad? Kwa basi mwaliko umekwisha. Akishajua nini kinachofuata pale, Mwenyezi Mungu anampa habari kama hiyo. Siku nyingine wanauliza nyama anayoipenda, nyama gani? Akaambia anapenda mguu. Kwa hiyo mchinjieni mbuzi, alafu mguu ule wa mbele wa mbuzi mpeni, ukachoma vizuri, kisha ukatiwa na sumu. Akapelekewa mpeni tu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna hadhihi alqura, huu mguu wa mbuzi unaniambia kwamba una sumu, la taakulni ya Rasulullah fa inni masmum. Ameshatafuna Mtume, usinile ya Rasulullah, mimi nimetiwa sumu. Nyama inasema, inamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi hila mbinu wanataka kummaliza Mtume Muhammad, kwa sababu chukizi zote hawaridhiki. Na Mungu anasema, wala tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawatoridhika Mayahudi mpaka nyie muwafuate mila zao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wallahi la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin au dhira'an bi dhira'. Wallahi mutazifuata sunanan man kana qablakum, njia za wale waliopita kabla yenu, shubiri kwa shubiri, dhiraa kwa dhiraa. Wallahi mtawafuata hao, wallahi mtawafuata, dogo kwa dogo na kubwa kwa dogo. Wakifanya kitu nanyi mtaiga, wakilifanya jambo nanyi mtaiga. Sahaba akasema, man hum ya Rasulullah? Al-yahudu wan nasara. Hao ni watu gani tutakaowafuata? Mayahudi na Manasara. Mtume akasema, faman, ni kina nani kama si wao? Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, hata mkiingia katika tundu la sindano, akiingia mtu huyo katika tundu la kenge, shimo la kenge, basi nanyi mtaingia. Kwa sababu Myahudi kaingia katika shimo la kenge, nanyi mtafuata. Mtaona ile ni moja katika fashion au style za maisha, au ndo moja katika life. Sasa tunafuata au hatufuati? Vijana wangapi wa Kiislamu leo wanasuka nywele, vijana wa kiume, minyoosho, na wao wanasuka? Kwa sababu gani? Yahudi kasuka katika television. Tena yule Yahudi anayecheza mpira. Ni mara ngapi hapa Unguja tunasikia vijana wanatukanana, wanagombana kwa sababu mmoja Arsenal mwingine Liverpool? Ni mara ngapi? Wallahi unawasikia hapa, bwana sisi hatukupeni yule, hatumuuzi yule, hatumuuzi, hauziki yule. Anatukanana na wenzake kwamba hatumuuzi. Ukitaka kujua nani Henry, hatumuuzi sisi yule. Mara anatukana na wenzake, yule bwana haondoki, yule hivi, bwana hamtuwezi na hivi na hivi. Barza imechacha inakaribia kuvunjika kwa zogo. Kumbe anazungumzia Mayahudi na Manasara wanaocheza mpira. Sasa na wao wanasuka.
wanaiga lifestyle yao wanayoishi, shibran bishibri wa dhira'an bidhira', shubiri kwa shubiri na dhiraa kwa dhiraa. Maadamu wanafanya wao, akija akifanya mtu mwingine, hata kama yule mtu kafanya kitu kweli kweli, hakionekani kama ni kitu. Lakini akija akifanya Yahudi na Nasara, afanye kitu kiovu, basi kila kitu sisi tutakiona kizuri tu kwa sababu wamefanya wao. Kumbe wanaharibu generation, vijana wanaharibika, umma unachafuka. Shibran bishibri. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari. Angalia hadithi hii inakumbusha ashayu bishayu yuzkar. Siku moja alipotolewa hadithi hii, kulikuwa na jahili mmoja murakkab. Akasema yule kenge alipoingia katika ile shimo, akhrajahu al-Bukhari, akaja Bukhari akamtoa yule kenge katika ile shimo. Huyu Bukhari alikuwa na nguvu kiasi gani? Akauliza, nani ana suala katika wanafunzi? Sema mimi nataka kuuliza, huyu Bukhari ana magugu na shujaa kiasi gani? Kenge alosema mtume kaingia katika shimo, kamchukua yeye kamtoa. Kumbe hadithi inasema akhrajahu al-Bukhari, maana yake kaipokea Bukhari katika kitabu chake. Hii inaonyesha ujinga wa Waislamu, baadhi yao hawataki kusoma, hawajui ilmu al-hadith, hawajui ilmu al-rijal. Sasa mtume alipomaliza kusema hii hadithi, kwa hiyo rawi hadithi nani? Bukhari. Kumbe kenge katolewa na Bukhari. Ala, sio kenge katolewa na Bukhari. Shibran bishibri, kubwa kwa kubwa, wa dhira'an bidhira', dhiraa kwa dhiraa, dogo kwa dogo na kubwa kwa kubwa, mtawafuata Mayahudi. Mungu atusalie salama. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mayahudi wakawaambia makafiri, ikiwa huyu ni mtume kweli, muulizeni mambo matatu tu, akiwajibu na sisi pia tuko tayari kumfuata. Akishajibu mambo hayo, jueni kwamba ni mtume kutoka kwa Mungu wake, kwa sababu la ya'lamuhunna illa nabiyyun almuayyad min Allah. Hajui mambo hayo mtayomuuliza mtu yoyote isipokuwa mtume. Akijibu Muhammad, basi mtume. Mambo gani? Ndio Makuraishi wa Maka na mushrikina, wao hawakusoma, hawajui mambo mengi. Kaambia muulizeni Muhammad. Kuna watu vijana hao wamemwamini Mwenyezi Mungu automatic wakapata imani. Kuna vijana hao ni wangapi? Muulizeni. Na ilikuwaje historia yao? Akutoleeni angalau kisa chao. Tena muulizeni Muhammad, mbona tunasikia mtu yuko hai mara kafa, alafu tunasikia roho yake imetoka? Hii roho maana yake nini? Akijibu Muhammad, huyo mtume. Kisha muulizeni, nani alozunguka mashariki na magharibi mpaka akaimiliki dunia hii kwa utajiri wake wote? Muulizeni mtu gani? Akijibu Muhammad, mtume. Mambo mangapi? Matatu. Wakaenda wakamuuliza mushrikini, Muhammad, sio tunadai kwamba wewe mtume, sasa tuambie. Wamekuwa na confidence, ni maswali magumu. Sasa kamuulizeni. Muhammad anaulizwa, tuambie hawa vijana ni watu gani, walikuwa wapi, ahadi yao, historia yao hivi. Kisha tuambie huyu mtu aliyozunguka dunia mashariki na magharibi nani? Unajua tena kama suala ukuuliza wewe, unajiona kama wewe ndio mwenyewe. Na tuambie roho ni kitu gani, kwa sababu wao chuki yao kubwa liko kwa mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, subirini, kesho nitawajibu suala lenu. Kwa sababu mtume alikuwa hajui isipokuwa aambiwe na Mwenyezi Mungu kutoka kwa. Kwa hiyo subirini, kesho nitawajibu. Kesho ikafika, jibu hakuna. Wakaenda, tumekuja kuchukua lile jibu letu, tupe jibu letu Muhammad. Vipi? Mtume anasema, njoni kesho, bado kidogo. Wanakuja bado, siku 3 zimefika. Ambaje, si tumekwambieni anatafuta mulu wa tule, hana chochote, hana utume, hana chochote, ameshindwa masali 3 tu. Haya, hakuna mwenye kujua isipokuwa mtume. Muulizeni tena. Vipi? Mpaka wiki imefika, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo akateremshiwa aya hizi zinazozungumzia watu ashabul kahf. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Unadhani hao peke yao ndio miujiza na alama? La, kuna mambo mengi tu ashabu akawaeleza. Kisha wayasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Wanakuuliza roho iko vipi? Waambie roho anajua Mungu tu, hakuna kiumbe yote anayejua kuhusu habari ya roho.
kisha wayasalunaka an dhil qarnain, wanakuuliza dhil qarnain, waambie dhil qarnain ndio huyu, kisa chake. Ashabul Kahfi ndio hawa, kisa chao ni vijana walikataa ubudiyya ya mtu, kumwabudu mtu kiume kama wao, wakamwabudu Mola mmoja. Tena inavyoonyesha vijana wenyewe walikuwa aqribaul malik, watu wa karibu sana na ufalme. Sio kwamba wamemwacha huyu kwa sababu ya ufukara ndio wakamkimbilia Mungu, kwa sababu sisi tukiona kwamba dunia hatunayo tunaona bora tujitokomeze misikitini, kwa sababu hakuna kitu cha kufanya starehe na anasa, bora tulale misikitini tukishinda itikafu huko. Lakini siku once tukija tukiukata na misikitini pia tutakimbia. Sio lengo hilo. Ashabul Kahfi walikuwa watu wa karibu sana na mfalme, walikuwa hakuna wanachokipata ukihitaji isipokuwa wanacho katika mambo ya kidunia. Lakini moja tu, imani bado zilikuwa hazijamjua yule Mola wa hakika. Zilipomjua ziliamua kuacha starehe zote, akachagua mtu kwenda kuishi katika pango, akaacha nyumba nzuri. Nani anaweza kuacha nyumba yake nzuri akaenda akaka? Ndio hawa watu wanaoitwa mukhlisina mu'minina haqqan. Mtu anaacha nyumba yake, anatoka labda siku 30 mpaka 40, anatoka miezi 4, anakwenda kukaa katika sehemu za huko bushi huko msituni, anamtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtunzi mmoja wa kitabu, dokta mmoja kutoka Kuwait, anasema nilikuja Afrika siku moja kufanya da'wa. Ana kitabu chake amekitunga, anasema kinaitwa Rihlatu Khairin fi Qarati Afrika. Anasema nilipokuja katika baadhi ya nchi za Afrika kwenda kufanya da'wa, nchi moja ambayo imekuwa na vita vingi sana, nikawaambia nataka kwenda katika mji fulani, wakanambia huko usiende kwa sababu mpaka leo risasi zinalia. Akaambia mimi naomba niende huko. Kwa nini hamtaki niende huko? Bwana hakuna amani huko. Akaambia labda kuna Waislamu kule mnawatesa na hivi na hivi ndio mnaficha, mimi nataka niende huko. Bwana usiende huko, nchi hizi za vita hizi usiende, wewe mgeni huko. Nataka niende huko. Angalia israr ya da'wa. Na dai ya ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote mwenye kulingania dini, hii sifa lazima anatakana awe nayo, israr, yani tamarkuz, ile kustrike katika jambo, ana strike pale pale. Vijana wanagonga kengele kumuita mtu miongoni mwa watu wa Khaliji ambao wako pale, kwa sababu wamekwenda katika mtaa, wanauliza hakuna mtu hapa yoyote ambaye hasali mnamjua? Anaambia yupo Mwarabu mmoja kutoka Khalij hasali, yuko nyumba ile pale, mfuateni. Wakaenda wakagonga kengele, yule bwana anatoka, anawaona vijana, wanauliza mnataka nini? Akasema tunakutaka uje msikitini pamoja nasi. Akamwambia nendeni inshallah nakuja. Akamwambia la, tunataka twende pamoja. Basi najitayarisha, natia wingu na vaa nguo nakuja. Sisi tunakusubiri hapa, wewe jitayarishe, sisi tunakusubiri. Bwana nendeni, mimi nakuahidi nakuja baada ya dakika 5 tu, mtanikuta haja yenu nije msikitini, nakuja huko. Akamwambia sisi tupo, wewe endelea, kama utakoga utavaa nguo, sisi hatuna haraka, sisi tuko hapa, ukimaliza tunakusubiri. Yule bwana mwisho ikabidi avae atoke nao. Alipotoka nao akaenda akasikiliza mawaidha, baada ya muda mchache akaonekana analia kilio kikubwa. Mawaidha yamemalizika, akauliza mnaenda wapi? Akasema sisi kazi yetu ya da'wa hapa tumekuja siku 3, tunakwenda mahala pengine siku 3. Akasema mnafanya nini ikiwa mtu anataka kujoin kwa pamoja nanyi? Tufanye nini? Akamwambia hakuna kufanya chochote, unatia nia unaandamana na sisi. Akamwambia basi mimi nataka mmoja katika nyie niandamane naye, ni pamoja naye. Akamwambia basi hiyo ndio kheri yetu, takuwepo katika kundi inshallah twende. Wamemchukua bwana, akawa anazunguka nao, akawa na yeye anasimama anatoa. Siku moja akawa amekaa analia kilio kikubwa, akamuuliza mbona unalia sana leo? Akasema mnajua siku mlokuja nyumbani kwangu mkagonga kengele ilikuwa nini? Hatujui. Akasema siku ile nilikuwa nimefunga kamba juu ya dari ya nyumba yangu, niko juu ya kiti nataka kujinyonga kwa mashakili ya kidunia.
pesa zangu nilizokuwa nazo, kila kitu changu hakikunifaa chochote, ikawa uhawilu ala intihar, nataka commit suicide, mimi nataka kujiua kwa sababu ya hali ya dunia ilivyonizonga. Sasa mmepiga kengele nyie, ilikuwa kama ishakatika katika juu ya dari ile kwa unene nilokuwa nao, sasa nimefunga mara ya pili. Sasa pale nimekuja kufungua na kuoneni nyie. Mliposema vile mimi nilikuwa nataka muondoke niendelee kwenda kujitia kitanzi, lakini nyie mkawa mnasema endelea, sisi tunakusubiri. Ikawa siwezi tena kwenda, basi ikabidi nitoke, na leo naona nimepata faraja kubwa sana. Hizo ndo wasailu da'wa. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. aliyasema haya baada ya kufanya nini nabii Nuh? Muabuduni Mola wangu mmoja tu, hakuna Mola mwingine isipokuwa yeye. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Atakuepusheni na atakufutieni madhambi yenu. Yaghfir lakum dhunubakum, atakufutieni dhambi zenu, atakuchelewesheni katika muda mtakaoishi duniani, mtaishi kwa amani na salama. Lakini qala Nuh rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, usiku na mchana, laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Haikuzidisha isipokuwa walikuwa sasa wakiniona wananikimbia. Jamaa huyo al-da'wa wa tabligh anakuja, hebu piga kula kona wanakimbia firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. kila nilikuwa nikiwaambia Mungu mmoja, semeni la ilaha illa, wanatia vidole vyao katika masikio yao, kisha wanajifunika maguo yao, hata la yarau wala yasma'u, ili wasisikie na mie wasinione hata, wanajifunika. Kisha wanatoa makelele, wanapiga kelele ili yale maneno pia sisikii. Kama mtu anazungumza kwa unabii ili paraganyike ile sauti yake watu sisikii. Staghshawia wa asaru wastakbaru istikbar. Kisha Nuh anasema, je, nilichoka? La. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نكواita kwa jahara, kwa siri na kwa dhahiri, yote nimeyafanya, lakini hawakunisikiliza. Basi ya Rab, ukiwa dai wewe usiache njia moja tu, tumia zote, njia zote, usiku mchana, jahara nahara, pasiri na padhari, marikiti msikitini, kila mahali, vichochoroni humo mote, fanya dawa. Hii ndo thamara ya kurakis, hii ndo thamara ya kufanya tamarkus. Hadithi nimesahau, sijui kwa na hadithi kitu yake. Basi alikuwa anazungumzia kuhusu habari ya safari ya Afrika. Jazakallahu khair. Mungu pekee yake ndo hasahau, subhana man la yaghfal wa la yansa. Akasema kwamba mimi nikamwambia, jamani, nyie mnawatesa Waislamu huko, ndio maana mnaniambia mimi nisiende, eti kuna risasi, mimi nataka kwenda huko. Akaambia usiende, lakini kama ni lazima uende, sisi tunakupa lori zima la askari wanajeshi, nenda kajionee mwenyewe huko. Laisa al-khabar kal-iyad, kusikia kama sio kama kuona, nenda utaona mwenyewe huko. Kachukua lori nzima la askari, akawa anakwenda na askari kila mmoja na AK47 yake anakwenda nayo. Basi akawa anazunguka katika vibanda vya Waislamu, nyumba za Waislamu, anafanya dawa. Anasema lakini kushuka tu katika ile ardhi, kagonga nyumba moja miongoni mwa nyumba za watu, akatoka mwanamke wa Kiingereza, mtu mzima,
Akamuuliza, wewe uko huko unafanya nini? Akamwambia, mimi niko hapa kwa ajili ya kumtumikia Bwana Yesu. La haula wala quwwata illa billah. Nimekuja hapa ninafanya hidma ya kumtumikia Bwana Yesu. Yule Mkuwaiti akatikisa kichwa. Katika kile kitabu chake niwahi kukisoma mimi, anasema ikiwa tunataka kufaulu lazima wa vijana wetu wa da'wa wafuate nyayo za mwanamke wa Kiingereza. Kazungumza pale kama tunataka kufaulu katika da'wa. Sasa mimi nikashtuka, kwa nini anasema maneno haya? Sisi tumeambiwa tumfuate mtume, anasema tumfuate mwanamke wa Kiingereza. Kumbe aliyaona mambo ya ajabu. Mwanamke wa kizungu pale yuko katika kibanda kile, maji yalokule sio maji ya mfereji, maji yale ya mabwawa yale. Unakwenda kuteka kidogo, unaondoa uchafu, unateka yale maji alafu ndio unakunywa yale maji. Mbu wamejaa. Lakini mwanamke wa Kiingereza yuko pale anakunywa maji yale yale wanayokunywa watu wa mtaa. Analiwa na mbu na yeye anapata malaria kama watu, lakini yuko pale anamtumikia nani? Anamtumikia Bwana Yesu. Ajabu kwa hawa watu, wao wanamtumikia Bwana Yesu, lakini sisi mbona hatumtumikii Bwana Muhammad ibn Abdullah?